Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Basi nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu ambaye imempendeza siku ya leo niweze kusimama katikati yenu makuhani wa Mungu. Sio kwamba mimi ninavyo vingi sana, inawezekana wewe unavyo vingi zaidi yangu, lakini asubuhi na mchana wa leo imempendeza nisimame mimi. Haleluya. Ameweka vitu ndani yangu ambavyo naamini kabisa siku ya leo haitapita bure, na vitakusaidia sio leo tu, vitakusaidia siku zote za maisha yako, vitakusaidia kwenye safari yako ya kusubiri unyakuo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana kwa introduction nzuri ya kile ambacho umekitoa, lakini pia nichukue nafasi ya kuwashukuru wote ambao wameweza kuorganize kitu kama hiki na kuweza kunipa nafasi. Mungu awabariki sana. Na utamani kutoka na kitu humu ndani. Safari yako isiwe ya bure. Tamani kukutana na Mungu. Haleluya. Maandiko yanasema wanapokusanyika wawili watatu kwa jina langu niko katikati yao. Hapa tumekusanyika kwa shauri la Bwana. Tuko hapa kwa jina la Bwana wa majeshi. Tunatamani kukutana na Mungu. Haleluya. Tunatamani kumuona Mungu. Mimi nitazungumza kwa habari ya neema ya kutekeleza mambo ya Mungu ama majukumu ya kimungu. Haleluya. Kile ambacho mtumishi wa Mungu amekisema sio rahisi kukitekeleza kwa nguvu za kibinadamu. Sio rahisi kuweza kutekeleza yote ambayo tumepewa kama wana wa Mungu kwa nguvu na akili zetu. Tunahitaji neema. Haleluya. Tunahitaji neema ya Mungu. Mungu ametupa majukumu, lakini wakati huo ametupa neema ya kuyatekeleza. Sasa mara nyingi waga tunafocus kwenye yale majukumu, na kwa sababu tunafocus kwenye majukumu, mwisho wa siku tunaanza kutumia akili zetu, tunaanza kutumia nguvu zetu, tunaanza kutumia uzoefu, tunaanza kuangalizia pembeni, na mwisho wa siku tunaishia kuchoka. Tunasahau kufocus kwenye neema ya Mungu pia. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo mchana wa leo natamani uyakumbuke mambo matatu. Cha kwanza, kumbuka kwamba unayo majukumu. Wana wa Mungu wote tuna majukumu, lakini specifically leo tunazungumzia wanawake. Kama wanawake tumepewa majukumu mengi sana, tena ni makubwa. Haleluya. Na kupewa majukumu hayo huko kunadhihirisha namna gani tulivyo wa thamani mbele za Bwana. Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu, kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Ile Zaburi ya 136 inatuhusu sana. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Siku nyingine chukua tu nafasi mwanamke, mwambie Mungu, nakushukuru kwa sababu umeniumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Kitendo tu cha kuwekewa hata ule mji wa mimba ni namna ya ajabu sana na ya kutisha. Kitendo cha kuweza kukaa na mtoto miezi 9 tumboni ni namna ya ajabu sana na ya kutisha. Cha kuhakikisha ile mtoto ana survive kupitia wewe, na mwisho wa siku anakuja anazaliwa kupitia nguvu za ajabu ambazo huwezi kuwa nazo wakati wowote ule, unakuwa nazo wakati tu ule wa kumzaa. Ni ajabu na ni namna ya ajabu sana na ya kutisha. Kitendo cha kuweza kumnyonyesha, yani nakupa tu wako kaeneo uweze kuona namna gani sisi Mungu ametupendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yote haya majukumu ametupa, hatuwezi kwa nguvu zetu wenyewe. We need the grace of God. Tunahitaji neema ya Mungu. Na neema ya Mungu hatuwezi kuipata from nowhere. Tunahitaji kukaa na Mungu vizuri ili tuweze kuyatekeleza haya majukumu kwa uaminifu. Ametupa haya majukumu, anategemea tuwe watumwa waaminifu. Bwana apewe sifa. Watumwa waaminifu. Kupewa jukumu ni kitu kimoja, lakini kutekeleza lile jukumu ni kitu kingine. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 25, unaweza ukasoma mwenyewe baadaye, utaona ule mfano wa Bwana Yesu wakati anagawa zile talanta. Alikuwa anatafuta mtumwa mwaminifu. Kuna mmoja alipewa talanta 5, mwingine akapewa 2, mwingine akapewa 1, lakini yule bwana aliporudi akakuta yule mwenye 5 amezalisha zingine 5. Mtumwa mwaminifu. Mwenye 2 amezalisha zingine 2. Mtumwa mwaminifu. Mwingine akazika ile 1, akasema hamna, wewe unapenda kuvuna usipopanda. Lakini wale ambao walikuwa wamezalisha
Bwana aliwabariki, yule bwana wao aliwabariki, akasema nenda akafurahie nyumbani mwako, akawapa thawabu akawaongezea. Lakini huyu mwingine aliishia laana. Ukiangalia kwenye kitabu cha Luka, nazungumzia majukumu, Luka 12, pale tena anazungumza habari za uaminifu, mtumwa mwaminifu, kwamba yale majukumu ambayo umepewa, kumbuka utakuja kuyatolea hesabu. Bwana Yesu apewe sifa. Mazingira tulionayo wanawake yana suggest majukumu, na hayo majukumu tunatakiwa kuyatekeleza kwa uaminifu. Mtu yote ambaye anafanya kitu kwa uaminifu, unaweza kumjaji kupitia matokeo ya kile alichokuwa anakifanya. Bwana Yesu apewe sifa. Ya kile alichokuwa anakifanya ndio unaweza ukaona yale matokeo, ukiyaona ndio unajua huyu alifanya kwa uaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa najaribu kutafakari kwa wale ambao tuko kwenye ndoa. Unapewa mtu, unajua ni watu wamelelewa kwao huko, wameishi kwao, wana historia, kila mmoja ana historia ya kwake. Tunaitwa wasaidizi, kuna mahali tunaitwa wasaidizi. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaitwa wasaidizi. Msaidizi maana yake ni kwamba ana nguvu ya ziada. Uwezo ukamsaidia mtu ambaye ana nguvu kukuzidi. Unamsaidia mtu ambaye ana udhaifu eneo fulani. Mtu anakuja na udhaifu yake, Mungu ndio alikuwa anatakiwa ahakikishe yule mtu anafika mahali fulani. Lakini hawezi kushuka live, hilo jukumu anakupa wewe msaidie. Uhakikishe anafika mahali fulani. Badala ya kurudi nyuma, watu wakija kumtazama baada ya kuingia kwenye maagano na wewe, wayaone mabadiliko. Hilo jukumu sio jukumu dogo. Kumbuka yule ni mwanaume. Wanaume, si tunao humo ndani, wanaume. Hivi ni mwanaume gani? Kwanza wengi ukitaka kumsaidia wakati mwingine anaona ni kama insubordination fulani hivi. Anaona ni kama unamshusha. Unauona udhaifu kabisa, sawa? Unajaribu kwenda labda kuingia kuhakikisha kwamba anatoka kwenye hilo eneo. Unaona kabisa hiki kitu kikikaa vizuri, huyu mtu ni mtu mwingine. Huyu mtu atafika mbali kiuchumi. Huyu mtu atafika mbali kihuduma. Huyu mtu atafika mbali hata kwenye familia yake, ni mtu ni msaada, ila tu ana udhaifu huu hapa. Hiki kitu akikishinda, na unaona uko kwenye position kwamba akinielewa ninachomaanisha, huyu mtu atafika mbali. Lakini mtu huyo ukimwendea, ukienda vibaya, inakula kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Inahitaji neema na inahitaji return mbele za Mungu. Tutadaiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Inahitaji neema. Mungu anatuamini, ndio maana ametuweka kwenye maisha ya watu. Maandiko yanasema, nitoe mfano kwa watoto. Mtumishi amezungumzia malango kwa watoto. Maandiko yanasema kwamba mtoto yule mwelevu yule ni wa baba, si ndio? Yule mpumbavu ni mzigo wa mama. Bwana Yesu apewe sifa. Haijabahatisha Biblia. Ni mzigo wa mama, kwa sababu God knows kwamba una potential fulani ndani yako ambayo unaweza ukaiapply kwa yule mtoto akakaa sawa. Ni mzigo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Wengine tuko hivi tulivyo kwa sababu tulikutana na wamama fulani hivi. Sijui wamama wa hivyo bado tupo, Mungu atusaidie. Yaani unafinyangwa mpaka unakaa namna hii. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaonekana ni watu wa maana kwenye maofisi kwa sababu tulipita kwenye mikono ya mama fulani hivi. Umenielewa? Wale waliopita kwenye ile mikono wananielewa. Waliopita kwenye mikono ya mami hawanielewi vizuri. Tuliopita kwenye mikono ya mama, anakuja. Bwana apewe sifa. Umetoka huko tumboni kwa mama yako, una mchanganyiko. Kwa mfano mimi ni mchanganyiko wa Muhaya na Msukuma. Una madude ya Kisukuma, una madude ya miungu. Hilo jukumu la kuhakikisha kwamba ninatakaswa, ninakuwa na lile jina ambalo ni la kimbingu ambalo Mungu aliliandika kabla misingi ya dunia haijaweka. Ile jukumu limewekwa ndani ya mama yangu. Anatakiwa aondoe roho za Kihaya, anatakiwa aondoe roho za Kisukuma. Niwe yule mtu ambaye Bwana amemkusudia kabla ya misingi ya dunia haijawekwa. Mama ana mbinu zote. Vingine vilikuwa vinatoka kwa kufinywa. Roho ya Kisukuma inatoka, roho ya Kihaya inatoka. Vingine vilikuwa vinatoka kwa fimbo. Tulikuwa tunapigwa
fimbo zinaisha, anaanza makofi. Alafu zamani tulikuwa na immunity sana, sijui siku hizi ukinani kidogo kana faint unakapiga unakabeba mwenyewe unakapeleka hospitali. Zamani unadunda alafu ukitoka unachechemea, unaulizwa unatembeaje hivyo. Kwa hiyo inabidi alafu utakiwa kuonyesha umenuna. Unatakiwa kuwa mnyenyekevu. Anatakasa, amepewa hilo jukumu. Na wakitoka hapo wanasema kwa kweli yule ni wife material. Lakini kuna mtu ametekeleza majukumu yake. Kwa nini jamani? Kwa uaminifu. Hana deni mbele za Bwana. Inahitajika neema. Bwana apewe sifa. Majukumu tunayo mengi sana, siwezi kuyataja yote hapa kwa sababu tunahitaji kwenda mbele za Bwana kuitaka neema. Haleluya. Na yote hayo alitakiwa aje yafanye Mungu. Kwa sababu tukirudi kwenye mfano wa mtoto huo, maandiko yanasema hivi kwenye Yeremia nadhani ni 1:5 pale. Anasema kabla sijakuweka tumboni mwa mama yako na alikujua. Bwana apewe sifa. Kabla sijakuweka tumboni mwa mama yako nalifanya nini? Ndio alichosema mtumishi, unalo jina. Najua kabisa kwamba wewe ni nabii wa mataifa, wewe ni mwimbaji mkubwa, wewe ni nani, na alikujua. Bwana apewe sifa. Lakini kwa sababu mbalimbali ukiangalia kwa mfano kwenye kitabu cha Zaburi ile 51 pale, wakati ni sura ambayo inazungumzia rehema sana. Daudi anasema hivi, unirehemu. Wakati anaomba rehema, miongoni mwa vitu ambavyo anazungumza, anasema ni kwa sababu nilichukuliwa, mama yangu alichukua mimba yangu katika hali ya nini? Ya uovu. Alafu nikazaliwa, na katika hatia nikazaliwa. Kwamba amepatikana katika hali ya uovu. Unajua kinachokiko hivi, wanasheria wanafahamu, sawa? Hasa wale wanasheria wa masuala ya jinai. Unatenda kosa, sawa? Unatenda kosa, let's say mauaji. Lile ni kosa, sawa? Namzungumzia Daudi hapo, alafu nitarudi kwenye pointi yangu. Lile ni kosa, umefanya kosa. Ukishafanya kosa, si mashtaka yanaendeshwa pale. Mahakama inachokuja kufanya, kabla haijakupa adhabu, unatiwa hatiani. Yaani unaonyeshwa kwamba wewe you are guilty. Umefanya hili kosa kutokana na ushahidi uliopo wote. Wewe una hatia, umeua. Na baada ya hapo huwa kuna shufaa inatolewa pale, ujitetee jamani. Sasa tuambie kwa nini usipewe adhabu kali. Kinachofuata baada ya hatia ni adhabu. Sasa anachozungumzia Daudi hapa, mama yake amempata akiwa katika hali ya makosa. Wasomaji wa Biblia wanaweza wakarudi huko, tusirudi sana kwa Daudi, sio topic ya leo. Amepatikana katika hali ya makosa, kinyume na utaratibu wa kimungu, katika hali ya uovu. Amefanya kosa, unajua hatia sio lazima utiwe hatia mahakamani. Hata wewe mwenyewe kuna vitu ukivifanya unasema ila nimekosea. Yaani unakuwa na ile guiltness, guilt conscious. Unasikia wewe mwenyewe kuna mahali unahukumiwa, na hivi ndio vitu vinatufanya hata tusikutane na Mungu. Katika hali ya hatia anajisikia kabisa mama yake Daudi yani anahukumiwa na lile kosa. Ndio muda mtoto anatakiwa azaliwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo yale makosa, yale maovu ya mwanzoni wakati mimba inaingia ni sehemu ya Daudi. Ile hatia kwa sababu mtoto tayari ni sehemu moja na mama, ni sehemu ya Daudi. Kwa hiyo Daudi anachojaribu kujitetea mbele za Mungu ni kwamba mimi nimechukuliwa, nimezaliwa kwenye mazingira haya. Kwa hiyo vitu vingine ninavifanya kwa sababu sijatakasika. Yaani kuna DNA zinanisumbua mama. Yaani yale baba zetu walifanya maovu na sisi tumechukua, walifanya makosa kule na sisi tumechukua maovu ya kwao. Yaani vingine ni vya ukoo nafanya. Bwana apewe sifa. Hii najikuta tu nimeshafanya makosa. Sasa unapewa mtoto wa namna hiyo. Umezaa mtoto wa namna hiyo ambaye amepatikana katika hali ya uovu, kaja kazaliwa kwenye hali ya hatia.
Ndio maana Mungu kwenye ile Yeremia 1:5, mnazifuata hizo connection au unaongea mengi sana? Unapata hiyo hesabu Narudi kwenye Yeremia. Anasema hivi, na kabla hujazaliwa nalifanya nini? Nalikutakasa. Kwa hiyo tunatakaswa kutoka kwenye vitu vya namna hiyo. Utakaso wao unaufanya nini? Nani ukiangalia hayo maandiko? Si Mungu, si ndio? Nalikutakasa. Sasa kumbe kama watu ambao tunahusika kwenye huo uumbaji, swala la utakaso wa watoto kutoka kwenye hayo spirits na nini ni jukumu letu pia. Mwambie mama aliyekaa jirani yako, mwambie hilo nalo ni jukumu. Bwana apewe sifa. Hilo nalo ni jukumu. Niliwahi kuonyeshwa, kuna rafiki yangu mmoja, historia yake na yeye, mtoto wake naye ni kama ya Daudi hivyo. Tumeokoka vizuri, ni marafiki wazuri, tunazungumza kama watu waliookoka. End of the day ananiita mahali fulani, akaniambia, wewe mama mtumishi, kuna kitu nataka tushare. Rafiki yangu. Nikamwambia kitu gani? Akasema tunashare, lakini wewe nitukane unavyojisikia, niambie chochote utakachojisikia, lakini tu yani uelewe kwamba nimeshachemka. Kivipi? Akasema nina ujauzito. Binti mrokole. Bwana Yesu apewe sifa. Ana sababu zake kwa nini ameamua kupata ujauzito. Sababu zake zilikuwa nyingi, sikwambii. Lakini ndio hivyo. Baada ya kujifungua mtoto, hiki ninachokuambia ndicho ambacho nilikiona kwa yule mtoto. Niliona mtoto akiwa na, yani hiyo ni katika ulimwengu wa roho. Mtoto mchafu, haeleweki ya nini, yani siwezi kumwelezea yule mtoto ana hali gani. Nikamwambia, ndugu yangu, ombea huyo mtoto, takasa. Baadaye naye, unajua Mungu ni wa neema sana. Baadaye naye akaanza kufunuliwa vitu vya ajabu, ikabidi aanze kumwombea yule mtoto. Mwisho wa siku tunakuja kupata historia za ajabu kutoka kwa nani? Upande wa baba yake. Unaona majukumu tulionayo? Tuna majukumu mengi. Vyote vilivyotuzunguka vinatudai kuwajibika. Haleluya. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili. Kwa hiyo unajua kwamba tunayo majukumu, lakini pia tunahitaji neema. Hayo majukumu alitakiwa yafanye Mungu. Neema ni nini jamani? Bwana apewe sifa. Kwa nini tunahitaji neema? Neema ni ile hali ya kuweza kufanya kitu ambacho katika hali ya kawaida usingeweza kukifanya. Bwana apewe sifa. Mtu ambaye anajua, anayetambua kwamba hii ni neema, huwa ni mnyenyekevu sana. Kile ambacho uwezi kukifanya katika hali ya kawaida, kwa lugha nyingine ni kitu cha kimungu. Kikichaitwa kitu cha kimungu, unahitaji neema ya kukifanya, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu peke yake ndiye anaweza akafanya nini? Akakifanya. Lakini wewe umepewa kukifanya. Ili uweze kukifanya unahitaji neema. Bwana apewe sifa. Wangapi tunakwenda pamoja? Naomba nimsome mama yetu Mariamu hapa, alafu tutaelewana vizuri, alafu utakapokuwa unaingia kuomba utajua ufanye nini. Jamani, tuko pamoja? Luka 1. Huyu mwanamwali wote tunafahamu habari za kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamwali Mariamu tunafahamu habari zake. Mungu anataka kuleta ukombozi kwenye ulimwengu. Bwana apewe sifa. Alikuwa anaweza tu kumshusha Yesu kwa namna anavyojua yeye, afu mkaambiwa bwana mtaa fulani kuna kakijana hatujui hata kametokea wapi. Lakini ili amshirikishe mwanamke, ili amshirikishe mwanadamu, akaamua kumpitisha kwenye njia za kawaida za kuzaliwa, zile za kawaida, kwamba atatakiwa kuzaliwa mtoto mwanaume, na huyo atakuja aitwe nani na atafanya 1, 2, 3. Jukumu hilo anapewa Mariamu. Maandiko ama wanatheolojia wanatuonyesha kwamba Mariamu sio wanatheolojia, hata Biblia inasema alikuwa ni bikira. Sawa? Na kiutamaduni hakutakiwa kupata ujauzito katika mazingira ambayo aliupata ujauzito huo. Bwana Yesu asifiwe. Ana mchumba alafu ghafla waone ana mimba. Hiyo ni inawezekana siku hizi. Siku hizi kuna hadi shera za wajawazito. Haleluya.
Bwana asifiwe. Aise tumeadvance. Kumbe dhambi imekuwa kitu cha kushangiliwa. Yaani mpaka na shera tumetengenezewa. Haleluya. Tumetengenezewa mpaka na shera. Ni kitu cha kushangiliwa. Kwamba inawezekana kupata ujauzito kabla hujafunga ndoa, kwa hiyo watengenezee na wao. Unaona alivyo na siri huyo mwovu Alafu tunaona raha tu kuna ule wimbo, nawezaje kunyamaza, huyo ni bibi harusi. Wakati Bwana Yesu asifiwe. Kwa utamaduni wa kipindi kile ilikuwa ni ngumu. Kibinadamu ilikuwa haiwezekani bikira kupata mimba kwa njia ambayo Mariamu aliambiwa ataipata. Mariamu aliwaza mambo mengi sana, Biblia tu haijasema. Aliwaza jinsi ambavyo jamii ingeweza kupokea kile kitu. Zile shaka mmemwona mrokole. Mmemwona mrokole wenu. Bwana Yesu apesifu. Mmemwona mrokole wenu. Lakini ilivoshushwa neema, Mariamu aliweza kustahimili mpaka akamzaa mkombozi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine anauliza, hiyo umeitoa wapi? Naomba nisome Mwanzo Luka 27. Utaona kwa nini Mariamu aliweza. Na kama Mariamu aliweza, tunaye Yesu aliyejaa neema atatuwezesha. Hallelujah. I'm not here to scare you, I'm here to encourage you kwamba unaweza. Hallelujah. Unaweza kufanya mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jamani changamka, unaweza kufanya mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Unaweza kufanya mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Kuna mtu alikuwa anakataa kuwa mama mchungaji kama mimi. Nilikuwa nikijitazama hivi nasema hamna. Kwa sababu dada Joyce ananifahamu. Kabla sijaokoka. Yaani umetoka kwa ule usistadusi, unaokumbuka ule? Umetoka pale, yani ndo kwanza bado unapondwa the man of God is in front of you ana propose. Nikamwambia mtumishi, hivi unaipenda huduma yako? Bwana Yesu asifiwe. Mume wangu mimi ni mchungaji na mwinjilisti. Huwa anahubiri huku na kule. Tanzania hii sijui hajafika wapi. Hivi ninavyozungumza iko Shinyanga. Bwana pesa ifanye nyumbani huwa tunakaa naye kidogo tu, afu tunaanza kupaki begi. Anakuja mtu anamna hiyo mbele ya Sister Du. Nikasema vijana wa siku hizi hawajielewi kabisa. Yaani hajui alichobeba. Kumbe Bwana anajua iko mbegu. Bwana ana neema ya ajabu sana. Nataka nikwambie unaweza ukafanya chochote around you. Kaa tu vizuri na Mungu. Iko neema ya kufanya lolote. Unaweza ukazaa. Unajua wewe umebeba mambo makubwa sana, basi tu hujataka kumruhusu Mungu aweze kukutumia anavyotaka kukutumia. Unajua umebeba mabadiliko ya familia yako. Ukoo unaoona umeshindikana, nataka nikwambie mkombozi hatotoka kwingine, ni wewe. Hiyo familia ambayo haieleweki, nataka nikwambie ni wewe mwanamke, unatakiwa usimame mbele za Bwana, aachilie neema, wamuone Mungu. Wewe mwambie tu Mungu, funua neema yako, marafiki zangu wakujue. Natamani tuimbe huu wimbo baadaye, si ndio? Sitawezekana. Mungu afunue neema. Haleluya. Haikuwa rahisi. Nikamuuliza mtumishi, hivi si unaendaga huku na huku unahubiri? Akasema ndio, naendaga sana. Kwa huko kote ulikoenda hujaona kabisa mama mchungaji? Akasema sijaona. Kanisani mimi nimekukuta. Bwana Yesu apewe sifa, maana alikuwa mchungaji msaidizi kwenye hilo kanisa ambalo niliokokea. Nikamwambia Mungu anasema nimekukuta. Nikiangalia ninaona naona mama wachungaji wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa sababu hatuna neema wakati mwingine, ndio maana huwa tunajikompea. Yaani unaanza ukishamwangalia jirani unaona mimi siwezi. Unasahau kwamba iko neema. Yuko Yesu ndani yako mwenye neema. Nikamwambia unashindwa tu kumtamkia majina.
kwamba mbona fulani anafanya. Nikamwambia mimi nikiangalia mle kanisani naona kama kuna mama wachungaji wengi yani. Anasema mimi sijaona, nimekuona wewe. Nikamwambia mtumishi, kama unaipenda huduma yako hebu kaombe. Nenda kaombe hili swala. Unajua naanza eti kumcancel. Unajua watumishi wengi sana wamepoteza huduma kwenye hili eneo. Wamekutana na mama wachungaji Vimeo, mwisho wa siku huduma zao zikafa. Umeona, eti na mimi nimejiweka kwenye makundi ya nini? Ya Vimeo. Shindwa pepo katika jina la Yesu. Nimesahau kwamba nimeokoka na nina Yesu ambaye amejaa nini? Neema. Maandiko yanasema ukiangalia kwenye kitabu cha Yohana 1:14 inasema hivi, akasema hivi, naye neno akatoa mwili, akakaa kwetu. Hebu jiambie akakaa kwetu. Akakaa kwetu, rudia. Akakaa kwetu, ikukaa hiyo. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake kama wa mwana wa Mungu aliyeshuka kutoka kwa nani? Kwa Baba. Naye amejaa neema na kweli. Bwana apewe sifa. Akakaa kwetu, amejaa neema na nini? Hata usipoyasema hapo katikati, akakaa kwetu naye amejaa neema. Tuchukue hiyo kwanza, kweli utaitafakari baadaye. Akakaa kwetu naye amejaa nini? Nikasahau kwamba yupo ambaye anakaa ndani yangu na amejaa neema ambayo inaweza ikanifanya nikawa mama mchungaji wa mfano. Nikasahau kwamba naweza kuwa mama mchungaji mzuri, nikaanza kumwangalizia sasa, yani nikawa dalali. Alafu mwisho wa siku nikaanza kuwa kansela. Nikamwambia mtumishi, watu wengi wamepoteza huduma kwenye hii eneo. Wamepoteza huduma. Sio tu huduma, watu wengi wamepoteza direction kwenye eneo la ndoa. Yani walivooa tu mambo yakaharibika. Wewe umebeba kitu kikubwa sana mtumishi. Akasema ndio, hicho ndo na masiara kidogo. Akasema ndio, na anayeweza kukilea ni wewe. Nikasema this man is not serious. Nimwache kwanza akajitafakari. Akaenda. Kilichofuata baada ya hapo, shetani anavyojuaga kutu, nikaanza sasa kuwa ile nampotezea. Ani akituma message, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hamna maneno mengi. Nikimwona amekaa kule ili tu kukwepa. Kiona amekaa kule, mimi napita njia ile. Hasa saa nyingine anakaa uelekeo ambao lazima anajua hapa lazima utapita. Sasa kama kuna ulazima wa kupita nitakavopita. Bwana asifiwe. Yaani kama vile unamblock. Lakini neema ya Mungu ilivyokuja juu yangu kama Mariamu, nikajipa nafasi. Hapo ikifika time nataka kuombea hilo eneo, anga linakuwa zito kuliko kawaida. Jamani, najitahidi kwenda polepole ili tuelewe neema, si ndio au nawachanganya? Ili tuelewe majukumu pamoja na nini kitatusaidia kuyatekeleza haya majukumu, kwa sababu tutakuja kutoa hesabu. Usikwepe jukumu, omba neema. Sawa? Usikwepe kufanya kitu chochote, omba neema. Mwambie Bwana Yesu, najua umejaa neema, nisaidie. Bwana apewe sifa. Sogea kwenye kiti cha neema ili upate rehema na baadaye uweze kupewa neema ya kukusaidia katika mahitaji yako. Si ndio Waebrania inasema? Wewe ukiona tu kitu kimeanza kuwa kigumu, sogea mbele za Bwana. Mwambie ni rehemu. Ni rehemu kwa sababu nimejiona siwezi, ni rehemu kwa sababu mbalimbali zimenifanya nimeshindwa, alafu nipe neema, alafu utaona namna vile unafanya vizuri mpaka watu watashangaa. Nina shuhuda nyingi sana kwenye hilo eneo la neema. Nilivyokuja kumuomba Bwana, nikafika mahali nikiomba ile eneo nakataliwa kabisa kwamba ameshapatikana. Na mtu mmoja akafunuliwa na Mungu akasema, ulikuwa unaomba sana na ulikuwa unaomba mtu anayemjua Mungu. Mungu amekupa ambaye anazidi hicho ulichokuwa unaomba. Nikasema atakuwa ni huyu. Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho wa siku nilivyosema ndio, nilianza kukua haraka mpaka babangu wa kiroho akashangaa. Akasema sijawahi kulea mshirika wa namna hii, sijawahi kulea mama mchungaji wa namna hii. Hii spidi imetoka wapi? Asijue kwamba ni neema. Nikaanza kufanya extraordinarily. Mwisho wa siku tukatoka pale tukaanza kanisa. Mimi ndio nilikuwa nasimama na kanisa kwa sababu huyu baba ni mwinjilisti. Fikiria kanisa ni changa. Sawa, tumeanza sijui watu 6, lakini mimi nilisimama. Kumbuka naenda kazini. Kazini natakiwa nifanye kwa uaminifu kwa sababu yale nayo ni majukumu. Sio kwamba umepewa tu na wewe mwajiri wako, umepewa na Mungu. Nimepewa majukumu ofisini, natakiwa niyatekeleze kwa uaminifu.
nilikuwa chini, lakini nilijitahidi kusimama, nikafanya majukumu ya ofisini vizuri. Unajua, nikapata promotion double. At the same time nasimama na kanisa likaenda. Sasa hivi lina watu yani. Ni kanisa kabisa, ni moja ya makanisa pale manispaa ya Tabora. Bwana apewe. Ila tukiliweka kwenye haya ya kwenu mnayojua bado. Kuna jamaa liko mtandaoni linaangalia ghafla yasema bado. Bwana apewe. Lakini mimi nasema ni neema hata ukisema bado. Nikiangalia tulikoanzia, lakini aliyesimama na kanisa kuanzia kwenye scratch ni yule ambaye alikuwa anamwambia mchungaji, hebu angalia kwenye mikoa uliopita huko. Na kilichonisaidia wapendwa, mimi nanyenyekea, ni neema. Nisingeweza. Kuna wakati nilipewa jukumu moja kubwa sana ofisini, nikataka kulikataa. Kila nikitaka kufungua kinywa hivi nasikia kama end of the day nilijikuta nafanya tu yale mambo mpaka mimi nashangaa, yani napokea tu sifa. Nikasema ni neema. Bwana asifiwe. Naomba tumsome Mariamu. Alafu na wengine nitakutajia tu. Utasoma kwa wakati wake. Inasema, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, mbari ya Daudi. Zingatia neno bikira, sawa? Na jina lake bikira huyo alikuwa Mariamu. Biblia imeweka msisitizo. Tuliosoma literature tunajua, ukiona maneno mawili yamejirudia, repetition maana yake ni emphasis, ni msisitizo. Kwa mwanamwali bikira, bold, ikiwezekana underline, aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, na mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo. Kwa nini asema na jina lake mwanamwali huyo? Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema. Sema, salamu uliyepewa neema. Salamu uliyepewa neema. Salamu uliyepewa neema. Kwa hiyo alianza kwanza kwa kupewa nini jamani? Neema. Anasema uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema. Imejirudia tena. Kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba. Kwa hiyo swala la kuchukua mimba halikuwa rahisi, lakini kwa sababu lilikuwa sio rahisi, Mungu akampa neema. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo neema, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Kwamba hili jukumu lipo, lakini limeambatana na neema. Haleluya. Usiogope kwa sababu umepewa neema. Utazaa mtoto mwanaume, na huyo mwanaume ataitwa Yesu. Usiogope. Iko neema ya Mungu imeshatangulia juu yako. Utaweza. Kwa lugha nyingine, katika hali ya kawaida isingeliwezekana. Ni mpaka una neema na Bwana yuko pamoja na wewe ndio unaweza ukayatekeleza haya. Itake neema ya Mungu. Haitoki tu hewani, itake, itafute. Bwana Yesu asifiwe. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu na Bwana wa Mungu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Hilo jukumu ni kubwa sana. Hebu angalia mtoto unayekwenda kumbeba. Haleluya. Ilikuwa ni ngumu. Anasema, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili? Litakuwaje neno hili? Amesahau kwa umepewa neema. Maana sijui mume. Neema inakopatikana sasa. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuli. Roho Mtakatifu akujilia juu yako, na nguvu za aliye juu zikufunike kama kivuli. Roho Mtakatifu aliye juu yako na nguvu za aliye juu zikufunike katika jina la Yesu. Ili uweze kutekeleza hayo majukumu, it is not that easy. You need God, you need the Spirit of God. Unahitaji pia neema ambayo imeambatana na hiyo nguvu. Alafu anasema zikishakufunika na hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tazama jamaa yako Elizabeth naye. Umesikia? Tazama jamaa yako Elizabeth naye. Na hii ilikuwa haiwezekani. Amechukua mimba ya mtoto mwanaume katika uzee wake.
Jamani, lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Kwa neema linawezekana. Huyu mwanamke Elizabeth naye anazungumziwa katika uzee wake. Anachukua mimba ya mtoto mwanaume. Na mwezi huu wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwake yeye atapata mtoto huyo aliyeitwa tasa. Maandiko yanasema 37, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Yale ambayo umepewa yote kuyafanya, hakuna neno lisilowezekana. Yote kwa Mungu yanawezekana. Ninakuombea asubuhi na mchana wa leo, neema ya Bwana iwe juu yako. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Luka, naomba nikisome 12, niliogopa sana. Tutadaiwa jamani. Tuombe tu neema, hatuna namna ya kukwepa. Luka 12, naomba nimalize na hiyo. Luka mstari wa 12 kuanzia ule mstari wa 47 inasema, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, alafu asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, asijiweke tayari, atapigwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukirudi kwenye ile Mathayo 25 nilokuambia zile talanta, inatuonyesha kwamba Mungu atadai, si ndio? Anataka dabu. Lakini huku hii 12 ukisoma anasema hivi, yule aliyepewa kingi atadaiwa kingi. Yaani kulingana na majukumu mengi, utasoma mwenyewe hapo. Kulingana na majukumu mengi tuliopewa, tutadaiwa vingi. Tutadaiwa juu ya watoto tuliopewa, tutadaiwa juu ya jamii inayotuzunguka, kwa sababu wanawake tuna mambo mengi sana ya kufanya. Tutadaiwa kwenye ngazi za kanisa, makanisani tuna majukumu mengi sana ya kufanya. Tutadaiwa kwenye jamii inayotuzunguka, tutadaiwa kwenye taifa. Mwanamke ana mambo mengi sana ya kufanya, lakini siku zote ndio wanasemaga hivi, mimi siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi. Bwana apewe sifa. Siwezi. Nilimpenda sana kijana mmoja alikuwa anafundisha kwaya, akawa anawafundisha mabinti fulani. Kila akimwambia wewe imba hapo, siwezi. Mwisho alitamka neno moja gumu sana. Naomba nilitamke tu kwa lengo la kujifunza. Akasema, afu nyie hiyo tabia yenu, ni mtoto wa kiume anawaambia mabinti, hiyo tabia yenu ya kuwa mnasema hamwezi, kila kitu hamwezi, mtakuja kushindwa hadi kuzaa. Bwana apewe sifa. Unasema tu kila kitu uwezi. Unaweza. Haleluya. Iko neema ya kuweza kufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Iko neema yasiyowezekana kwa akili zako, kwa Mungu yanawezekana. Naomba kwa dakika chache tusimame tuitake neema ya Mungu. Tunahitaji neema ya Mungu mchana na asubuhi ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Majukumu tuliopewa kama wanawake ni mengi sana, na tutakuja kudaiwa. Maandiko yanasema aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Na yule mtumwa ambaye anajua kile ambacho bwana wake anataka alafu asiwe tayari kukifanya, atapigwa sana. Hatuko tayari kupigwa. Haleluya. Hatuko tayari kupigwa, tuko tayari kupokea thawabu. Tunatamani Bwana wetu anapotuangalia atutazame kama wale watumwa waaminifu, wale ambao tunayafanya yale ambao tumepewa kuyafanya kwa uaminifu. Alitupa talanta moja, anatamani kuzikuta zikiwa 10. Ametupa 2, anatamani azikute zimekuwa 4. Ametupa watu wenye madhaifu mbalimbali, lakini kwa sababu wamekutana na sisi, akute wamebadilika, kwa sababu ndani yetu iko neema ya kubadilika, ya kubadilisha. Ndani yetu iko nguvu ya kufanya jambo, ya kutekeleza kile ambacho tumepewa. Ndani yetu iko nguvu ya kuumba zaidi ya vile ambavyo Bwana amefanya. Mungu amefanya kwa sehemu tu, anataka tuendeleze ile kazi aliyoianzisha. Lakini siku zote tumekuwa tukisema hatuwezi. Siku zote tumejikuta badala tufanye ya Bwana wetu, tunafanya ya mabwana wengine. Tumejikuta tunakuwa bize na mambo ambayo hayamuhusu hata Bwana wetu. Tumejikuta hatuna muda wa kumtaka Mungu atuwezeshe. Neno tunalolijua siku zote ni kusema kwamba siwezi. Hilo neno kuanzia leo tunalikataa.
tunaweza katika yeye atutie nguvu. Yuko Yesu ndani yetu aliyejaa neema ya kutuwezesha kupenya mahali ambapo katika akili zetu tusingeliweza. Tunakutana na vikwazo vingi kwenye kuyatekeleza majukumu. Kuna mahali tunaangalia kabisa tunasema hatuwezi. Lakini kuanzia leo nataka nikuambie yuko Mungu ambaye ndani yako anaweza akakusaidia kufanya lolote. Chilia mikono yako mbele. Bwana akutakase. Bwana akupe rehema. Na baada ya kukupa rehema, zama kwenye hicho kijito. Zama kwenye hicho kijito. Kwa mwanzo kabisa fuatisha maneno yangu, alafu nitakupa wakati wa kusema na Bwana. Sema Yesu. 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 Kwa damu yako. Kwa damu yako. Kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani, ikiashiria ya kwamba yote yamekwisha. Kila vikwazo vilivyokuwa vinanizuia kupokea neema ya kufanya majukumu uliokuwa umenipa vilimalizwa pale msalabani. Nami nimekuja mbele zako kwa ujasiri, kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu nimeingia kitini pako. Kwa damu ya Yesu. 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 Kwa damu ya Yesu nimesogea kitini pako. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu nipe rehema. Nihurumie kwa sababu majukumu ulionipa ni mengi sana. Mengine sijayafanya kwa sababu mbalimbali za kibinadamu, lakini Mungu umesema nami mchana wa leo ya kwamba mtumwa yoyote ambaye hajatekeleza kile alichopewa na Bwana wake atapigwa sana. Nirehemu. Omba rehema. Sema nirehemu. Omba rehema kabla tujaomba neema. Nirehemu.
Unaweza kurudia, unaweza kusema kila Roho Mtakatifu anakuongoza. Omba rehema, mwambie nimekuja kwa njia ya damu yako, nirehemu, nirehemu. Ulinichagua kuwa kuhani kwenye familia yangu. Unaweza ukafumba macho yako, usinishangae. Natamani kila mmoja aseme na Bwana, omba rehema. Wewe kuna vitu hujafanya vingi, mwambie Bwana. Tunatamani kila mtu afungue kinywa chake, aseme mbele za Bwana. Usikae kimya mwanamke, hujaja kukaa kimya hapa. Mwambie Bwana, naomba unirehemu, naomba unihurumie, naomba unihurumie, naomba unihurumie. Sitaki kupigwa, sitaki kupigwa, sitaki deni na wewe. Nataka niwe mtu mwaminifu. Nirehemu, nirehemu, nirehemu. Maanisha kwenye rehema hapo, fanya kama Daudi, mwambie nirehemu. Mengine sijatekeleza kwa sababu nilizaliwa kwenye hali ya uovu. Mengine sijatekeleza kwa sababu ya hatia ya wazazi. Mengine sijatekeleza kwa sababu tu ya kutokujali. Nirehemu. Kuna vitu vimekufa mbele yangu na mimi nipo. Nirehemu. Kuna watu wameangamia na mimi nipo. You expected me to do something but I did not. Baba nirehemu, nirehemu Yesu. Nimekuja kama Debora, niko tayari kusimama. Kuna vitu havijazaliwa kwa sababu sijasimama. Nikatahandarahando Rama sheketahandaravanda Toyo boko jala bahando zaika. Mungu anasema ya kwamba mtu huyo ndio nitakayemwangalia, anayetetemeka akilisikia neno langu. Mwambie Bwana, natetemeka. Nimesikia kwa habari ya majukumu, nimesikia kwa habari ya matokeo ya kutokutekeleza majukumu. Nirehemu Yesu, nirehemu Yesu. Kuna watu wamekufa kabisa na mimi nilitakiwa kufanya kitu fulani kwao. Yesu, Yesu mwana wa Daudi, ita kama Batimayo. Yesu mwana wa Daudi, nirehemu, nirehemu Yesu. Nirehemu Yesu, nirehemu Baba. Yesu mwana wa Daudi, nirehemu. 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 Nirehemu Yesu, nirehemu Yesu. Kupigwa na wewe sitaki. Oh Yesu, umeweka talanta nyingi sana ndani yangu, sijazizalisha kama inavyotakiwa. Nimesogea Yesu, nirehemu, nirehemu, nihurumie, nisamehe Yesu, nirehemu. Pata muda na Mungu, mwambie naomba rehema zako. Naomba unirehemu Yesu, naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu, naomba unirehemu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea neema sasa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu na nguvu zake akakufunika kama kivuli kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ndani yake iko neema. Pokea neema sasa, pokea neema sasa, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya kukuwezesha kufanya yale ambayo ulikuwa huyawezi. Pokea kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, napokea neema. Wewe umejaa neema, wewe umejaa neema, wewe umejaa neema, wewe umejaa neema, wewe umejaa neema kwa jina la Yesu. Ninaachilia neema ya Bwana, ninaachilia neema ya Bwana juu yako. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ni mchana wa kupokea neema, ni mchana wa kupokea neema, ni mchana wa kupokea neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu kila mmoja mshike jirani yake, muombe jirani yako neema. Kila mtu atafute jirani, mwambie Mungu juu ya jirani yako. Mshike mwenzio mkono, mshike wawili wawili, wawili wawili, wawili wawili, wawili wawili, wawili wawili, sio duara, wawili wawili, wawili wawili. Anza kuomba neema juu ya rafiki yako.
Mwambie Bwana Yesu naomba neema, na wewe unayeomba muombe mwenzio kwa kumaanisha. Mwambie Bwana mpe neema ya kutekeleza. Huyo mtu uliyemshika ana majukumu mengi sana. Muombe neema, muombe neema. Mwambie Bwana Yesu mpe neema, mpe neema. Wewe uliachilia neema kwa Elizabeth akaweza kuzaa katika uzee. Unaweza Yesu, unaweza Yesu. Msibu Bwana Yesu, msibu Bwana Yesu. Yesu unaweza, Yesu naona unaweza juu ya kila mwanamke aliyesogea mahali hapa. Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu. Umejaa neema, umejaa neema. Mjaze mama huyo, mjaze baba huyo, jaza ukumbi huu. Neema yako Yesu, neema yako inatosha. Neema yako, neema yako Yesu, neema yako Yesu. Neema ya Yesu iko hapa, neema ya Yesu iko hapa. Mtendee haki jirani yako. Ongea na Bwana na kusikia. Yesu, Yesu. Takashana rabaya. Tena moshaka. Baza sauti kwa Yesu. Tena rianda sakaraha. Rabakaja. Wewe uko peke yako unaweza kuendelea kuita Yesu. Amejaa neema, amejaa neema. Mbingu ziko wazi, zinaachilia neema, neema, neema. Yesu wewe umejaa neema. Yesu, 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 Yesu. Usimpige mtu huyo. Wewe uliupenda ulimwengu ukaja kuachilia neema ya kutekeleza mapenzi yako. Unatafuta kuhani mwaminifu atakayefanya yaliyoujaza moyo wako. Yesu, moyo wako. Yesu, Yesu. Aya, yaka. Naomba usichoke, usichoke. Neema ya kuomba iwe juu yako. Mwambie huyo jirani yako umebeba hatima yake. Wewe ni kuhani. Yesu anakusikia. Sema kwa kumaanisha. Taka marita handara. Doriana zakata. Iyo neema hicho unachofanya usifikiri umeshakifanya kwa uaminifu. Usifikiri hivyo viwango vinatosha. Mungu anatarajia zaidi ya hicho ambacho unadhani unafanya. Hicho unachodhani unafanya vizuri bado. Mwambie Yesu, nahitaji neema yako, nahitaji neema yako, nahitaji neema yako. Wewe umejaa neema, wewe umejaa neema, wewe umejaa neema. Yesu, Yesu, Yesu. Namuona Yesu amefurika mahali hapa, anaashiria neema. Unaweza kupenya mahali ambapo ulizani pagumu. Nataka nikwambie utapenya, utashangaza. Neema inaweza ikakufanya ukafanya vitu extraordinary. In the mighty name of Jesus. Takama shahada. Telemonda siyama. Yakanawa siya. Tulimahanda sifahanda. Tulianarama shahanda. Orimasianta salabaya. Telemahando raha siyamanta. Turumaosha kataye. Ile huduma unafanya mbele za Bwana. Neema ya Bwana ikishuka juu yako utafanya zaidi. Sio kama unaweza sana. Masea daraya. Neema imewafikisha watu mahali ambapo hawakuweza kufika. Neema imewasaidia watu wameshinda vikwazo. Huyo unayedhani ni mgumu, nataka nikwambie mbele ya neema sio kitu. Muulize Esther. Esther neema ilimsaidia. Esther alisaidiwa na neema. She was not that beautiful, but because of the grace of God, she managed. Aliweza kuingia kwenye nyumba, kwenye mbele za mfalme kwa sababu ya neema. Tena mandarama siakata. You need the grace of God. Yandarabahana zarabasa. Toromo shakarababasa kata. Repe shakazarabana zika. Renarababa sakaraya. Retala mandarabasa. Jandarabahano saika. Haikuwa rahisi kuzaa mtoto kwa miaka 90, but because of the grace of God, Sarai, Sarah
Sara aliweza kupata mtoto katika mazingira ambayo kwa hali ya kibinadamu it was impossible. It was impossible. Kuna vitu wewe mwenyewe unasema kwa sasa hivi haiwezekani tena. Futa hiyo kauli. Kwa Bwana yanawezekana. Lisilowezekana kwa akili zako, kwa wanadamu, kwa Bwana inawezekana. Kwa neema ya 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 Bwana inawezekana. Kuna yule mwanamke Mshunami anafanya mambo mengi sana, sio kwa sababu ana nguvu kukuzidi wewe, sio kwa sababu ana akili kuliko wewe. Yule mwanamke anasema kwenye Mithali, ni kwa sababu ya neema. Ni kwa sababu ya neema. Unafikiri kufadhili watu ni kazi ndogo? Unafikiri kuwakunjulia maskini mikono ni kazi ndogo? You need the grace of God to do so. Unaitwa mchoyo kwa sababu una neema. But if you have the grace of God, you can do those things which cannot be done by a normal person. Utafanya vitu extraordinary because of the grace of God. Because you have God, you have Jesus who is full of grace. In the mighty name of Jesus Christ, Lord Jesus, fill your people with the grace, oh, so that they can do things which they think they are impossible. Father, before you nothing is impossible. Before your grace nothing is impossible. Nothing is impossible. Anything can be done through your grace. In the mighty name of Jesus. Father Jesus, we have heard today that you are full of grace. We need the grace, Lord. Wewe uko ndani yetu tunakosaje neema? Wewe uko pamoja nasi tunakosaje neema? Yesu tunahitaji neema. Father, we need to go far. We need to cross the boundaries. We need to go far, Lord. We need our territories to be expanded. Watu wametuzoea kwa namna fulani. Father, we need to do mighty things, but we cannot do so without your grace, Lord. Tunakuhitaji. Hebu omba kama mtu ambaye yuko desperate, anahitaji kitu fulani kwa Bwana. Mtu aliyechoka hali fulani. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Masaya, tuliza bahari. Haya, hamfananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, mtuliza mawimbi. Yesu, hamfananishi na kitu kingine. Come on, brother, continue. Continue with the song. Tuliza mawimbi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi yasiyowezekana kwako na kitu kingine. Yanawezekana. Haufananishwi na kitu kingine. Na kitu kingine. Na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Asante Bwana, tunakushukuru Bwana. Asante kwa neema yako. Asante kwa mtumishi wako. Asante Bwana kwa maana tumekuona. Asante Bwana kwa sababu umeenda kuondoa uchungu uliokuwa unazuia mioyo ya ibada. Bwana, umeing'oa. Asante Bwana kwa sababu umeenda kuondoa maumivu. Asante Bwana kwa sababu umeenda kuponya. Neno lako Bwana linaponya.
Neno lako Bwana linarudisha vilivyopotea. Bwana tunakushukuru. Asante kwa amani ambayo umeenda kuiachilia kwa kila aliyekuwa mahali hapa. Bwana asante kwa malaika wako ulioweka zamu muda huu. Tunakushukuru Bwana, tunakutukuza. Asante Bwana, asante kwa kutuponya. Asante Bwana, kwa maana tunajua unataka mioyo ya ibada, lakini Bwana, wanawake wamebeba machungu mengi mioyoni mwao. Ibada hizo watazifanyaje? Wamebeba mizigo mizito. Ibada hizo zitafanyikaje? Bwana asante kwa sababu umeisafisha. Asante Bwana kwa sababu umeing'oa. Wewe ni mpandaji bora. Hizo mbegu Bwana ulizotaka zipandwe siku ya leo Bwana zinaenda kuchanua. And I prophesy, whoever stepped into this room Lord, whoever stepped into this room Lord, kwa ule unabii Bwana ulioniitia, I prophesy hiyo mbegu inaenda kupanda na kuchanua. Hiyo mbegu imeota kwenye rutuba iliyo nzuri. Kuanzia sasa Bwana, achilia maono kwenye ndoto. Sema nao Bwana, damu yako ipite katika masikio yao. Zibua masikio, zibua macho, zibua Bwana, zibua macho yao wakuone fikra zao. Damu ya Yesu ipite. Ile damu iliyomwagika msalabani, ile damu alipopishwa taji la miiba kwa nafasi hii Bwana ulionipa kikuhani. Naomba Bwana, ninakuomba Mfalme, naomba achilia Bwana, achilia ufahamu, achilia hizo ufahamu Bwana, wanavyoenda kulala wakakusikie, watakavyoenda kukaa katika ukimya wakusikie na kukuona. Asante Bwana, huo uchungu Bwana wafundishe kusamehe, waachilie kusamehe Bwana, kwa sababu unataka sisi tusamehe ili wewe utusamehe Bwana. Achilia hiyo mioyo iliyoumizwa. Wanawake wamebeba machungu, achilia Bwana, panga mioyo yao, ganga mioyo yao Bwana. Tunahitaji mioyo ya wanawake wenye kukuomba kwa furaha, sio mioyo iliyohuzunika, mioyo yenye furaha. Wanapo praise and worship you Lord, wajisikie wako na baba yao, Asante Bwana kwa hii neema ya mchana huu Bwana. Asante kwa watumishi wako waliosimama katika hii madhabahu yako. Tunakushukuru Bwana, usiwapungukie, waonekanie Bwana mijini na vijijini, ukajaze na vikapu vyao, ukajaze Bwana na huduma zao, wakazidi Bwana kutumika, wakazidi kuvua, nyavu zao zikavue kila aina ya samaki unaotaka kuvua Bwana. Wape nguvu katika mabega yao. Ninakuomba Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you Lord.